Watazamaji wa Ebeneza TV na wadau wa mazingira Tanzania. Langu jina naitwa Rafael Mbonea Ndutu, nafanya ubalozi wa mazingira na tunaelekea kipindi cha mvua, na nilishakusha kuwaeleza kwenye video zingine kwamba sisi Ebeneza Green Group ni taasisi ambayo inashughulika na utunzaji wa mazingira, na leo tuko na mzigo kama ambavyo unaona, mzigo wa miti, mzigo mzuri, na miti ya matunda, na miti ya kivuli, na miti pia ya mbao. Kwa hiyo ndugu zangu na watazamaji wetu ambao wanapitia kwenye video hizo na kameramani wetu bora kabisa, ni miti ambayo kama ambavyo unatazama ni miti mizuri ambayo inafaa kwa kivuli, kwa mbao, lakini pia inafaa kwa dawa. Kwa miti aina mbalimbali. Unaweza kutupigia simu kwa ajili ya kupata miti hiyo mbalimbali kwa 0679475471. Sisi Ebeneza Green Group tunahakikisha kwamba tunaifanya sana kwa kijani. Tumeamua na tumedhamiria kwamba tunahakikisha kwamba mpaka 2025 2030 ndani ya miaka 5 kila kona ya mji wa Same, Lushoto Mpera, Lushoto Komanga, Kuria, Miembe na miti mbalimbali ya matunda. Kwa hiyo hapa tunao mzigo wa kutosha kabisa. Tuna miti mpaka tunaumwa. Tunaomba tupigie simu, tuambie unataka mti gani. Tunadhamiria kupanda mti mpaka barabara ya kuelekea kwa DC, kuelekea kwa mkuu wa wilaya. Miti upande na upande, miti ya matunda. Tunataka tufanye vurugu Same, haijawahi kutokea. Balozi wa mazingira, naomba nikuulize swali. Uliza swali. Umesema kwamba kuna miti ambao, lakini mimi hapa nikiangalia miti yote ni miti ya matunda. Hususani kuna mparachichi, kuna mpera, naoona kuna mwembe. Sasa unaweza kueleza mtazamaji kwamba inakuwa kuaje? Kwa sababu miti ya matunda tunajua ni miti ya matunda, lakini miti ambao pia ni miti ambao tu. Sasa unaweza kutuambia kwamba inageukaje kuwa ambao hii miti ya matunda? Kinachofanyika mtazamaji wetu wa Ebeneza TV ni kwamba hakuna kiongozi duniani kote asiyekuwa na vipaumbele. Kipaumbele chetu cha kwanza ni miti ya matunda. Tunataka tupande miti ya matunda 95%. Kwa hiyo miti ambao tunao cypress, tunao pine, lakini hapa sio kitaruni. Kwa hiyo iko kitaruni ya kutosha kabisa, lakini kipaumbele chetu cha kwanza kabisa ni miti ya matunda. Una swali lingine? Kwa hiyo hii miti ya mbao haiko hapa? Kwa hapa haipo, lakini ipo kitaruni. Ipo kwenye kitalu. Kwa hiyo tukienda tunaweza kuiona. Ya kutosha kabisa. Tunao pine na miti mingi sana ya mbao. Hii ni bohari. Kama MCD wao ni bohari ya dawa, sisi ni bohari ya miti Tanzania. Tuna miti mpaka tunaumwa. Bwana, tunaumwa. Ukisikia wagonjwa, sisi tuna miti mpaka tunaumwa. Tunataka miti gani? Mizabibu, michungwa, miparachichi, mifenesi. Miti gani tutuambia tusikose? Hii ni wanaita Koroma, tunayo kutosha kabisa. Tuna migomba ya muda mfupi, miezi 6 tu. Tunakula ndizi, ni hatari sana. Ebeneza Green Group tumejipanga msimu wa mvua, yani tuachikopa dotu. Msimu tunagonga dotu kama ambavyo tumegonga bomba kura, msimu tunagonga nyumba kwa nyumba, kata kwa kata. Julai inakata karibia 50. Jimbo la Magharibi inakata 20. Tutatembea kata kwa kata, tutataka tunyoshe kuonyesha jimbo la Magharibi kwamba tunaweza. Tutapanda milima, tutashuka mabonde, tuhakikisha kwamba kila mtu anapanda miti ya kutosha. Muda sio mrefu tutamgongea mkuu wa wilaya, tutagonga mlango kabla mkuu wa wilaya tumekuja na miti ya kutosha kabisa. Kuanzia pale round about ya mkuu wa wilaya pale tuna miti ya kutosha kabisa. Tumeamua kama ni vurugu, msimu tutafanya vurugu ya kupanda miti siku kwa kawaida. Na swali lingine? Okay, naona wewe umekuwa balozi wa mazingira wilaya ya Same, hususan jimbo la Same Mashariki. Unatuelezaje kuhusu jimbo la Same Mashariki, kwa sababu ni ndani pia ya wilaya ya Same, au unafanya tu kwenye jimbo lako tu? Asante sana. Jimbo la Same Magharibi Mashariki, tuambieni, tusubiri kwa hamu sana. Kule tunajua jiografia ya juu, kwa hiyo tumeshaandalia miti ya kutosha kabisa. Parachichi ziko za kutosha, zile parachichi zinaitwa hasi, zile ambazo tunatoa mzigo kutoka Njombe mzee. Lakini pia kule pia pana migomba pia muda mfupi pia inafaa kabisa. Nilikuwa nategemea ungeniuliza
changamoto ambazo tunakutana nazo sisi kama Bendeza Green Group, lakini swali hilo nafikiri tutaliuliza baadaye. Kama maswali mengine. Wewe umeniambia ni balozi wa mazingira. Hebu unaweza kunieleza kwamba ni changamoto gani ambazo mnazokutana nazo au kwa wateja ambao mnawauzia miti, ambazo changamoto hizo ambazo wewe inawezekana huwezi kuzitatua au ili uombe serikali labda iweze kukusaidia kutatua changamoto hizo? Unaweza kunitajia kama 3? Changamoto la kwanza kabisa tunakutana nayo sisi kama Bendeza Green Group ni siasa. Tunapozungumza upandaji wa miti tukiweka siasa tunaharibu kila kitu. Kwa hiyo issue ya siasa kwenye jambo la upandaji wa miti ni changamoto ya kwanza kabisa. Sisi tumeamua kuwekeza miti. Miti ni uhai, miti ni maji, miti ni hewa, miti ni maisha. Kwa hiyo tuweke siasa pembeni kabisa, jambo la kwanza. Changamoto ya kwanza tunakutana nayo. Changamoto ya pili, hatuonekani kama ambavyo wanaonekana TFS, wanaonekana TANAPA, wanaonekana hawa watu wa maji, tunaonekana kama wahuni fulani hivi. Lakini kitu ambacho tunakifanya ni kitu ambacho tuna concept maisha ya watu. Kumbuka miti ni miti. Ili upate asali unategemea miti. Ukitaka mbao ni miti. Ukitaka kila kitu unachokitaka ni miti. Kwa hiyo tunafanya kitu ambacho kama taifa, kama wilaya, kama mkoa wangepaswa wakae na sisi karibu. Watu wa mazingira, watu wa TFS, watu wa misitu, mkuu wa wilaya na baadhi ya watu wangekaa na sisi watuulize tumekwama wapi, tunahitaji nini tuzalishe sasa hivi, kwa sababu changamoto tunayokuta nyingine ni kwamba tunauza miti ghali. Tunajua kabisa tunauza miti ghali, lakini hatuna namna ya kukwepa kuuza miti ghali kwa sababu moja, uzalishaji unatukosi sana. Kwa kuna maji, kuna udongo, kuna mbolea, kuna usambazaji. Kwa hiyo sasa ukichanganya vitu vyote hivyo vinatupelekea sisi tuuze miti bei ya juu sana. Kwa hiyo changamoto zikitatuliwa kwa pamoja, TANESCO watie hela, TFS watie hela, mamlaka mbalimbali, mkurugenzi atie hela, tunaweza tukaongeza uzalishaji na usambazaji, tutasambaza zaidi. Kwa ufupi kabisa, changamoto hizi zikitatuliwa tunaweza kufanya mtu mkubwa sana. Changamoto nyingine kuhusu wateja, vipi wakati unafanya hii biashara? Wateja soko ni kubwa kuliko tunavyofikiri. Na tunachomshukuru Mungu ni kwamba tumehamasisha watu sana na watu wametukubali na watu wametukia. Labda mtazamaji wetu ambao unatazama video hii, katika moja ya vitu ambavyo wametutunuku sisi kama Bendeza Green Group ni swala zima la masoko. Tumejaliwa kuwa na kauli, kuwa na uwezo mkubwa. Balozi, samani kidogo, nimeona mteja amekuja. Kwa hiyo kitu ambacho Mungu ametujalia ni uwezo wa kuleta hoja na kuuza ile hoja kwa jamii. Kwa mfano tu mzuri, mfano ambao uko hai, Same ilikuwa sio sehemu rahisi ya kupanda zabibu, kupanda minazi, lakini kutokana na uwezo ambao Mungu ametupa, tumewahamasisha watu, wameweza kununua kwetu minazi, mizabibu na baadhi ya miti ambayo haikuwa rahisi kwa watu wa Same kuipokea, lakini tumeshaongea nao vizuri, tumewaelimisha, wameelimika, hawaoni tena kesi kutoa hela yao kwa ajili ya kununua hiyo miti. Kwa hiyo kwa habari ya wateja, ndugu mtazamaji, wateja sio changamoto tena. Okay, na nimefurahi kusikia hivyo, na ni wazo nzuri kwa sababu hata rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anahimiza sana mazingira, lakini katika masponsor wote ambao uliwataja, serikali, mkurugenzi, mkuu wa wilaya, sijasikia ukimzungumzia mbunge wako. Mbunge wako analichukuliaje hili swala, au ulishawahi kuongea naye, au yeye yuko vipi? Hebu tueleze kidogo. Kabla sija kupeleka huko ambako nataka twende, nisisahau Samekaya SACCOS. Sawa. Wametupa mchango mkubwa sana ambao tupekee sisi tunaona ni mchango mkubwa. Wametupa t-shirt zenye thamani ya t-shirt ya 40 kwa shilingi 10,000, zaidi ya 400,000. Kwa hiyo kwetu sio mchango mdogo. Wametusupport sana na bado wametuahidi kuendelea kutusupport.
lakini pia Vodacom wametuahidi, hawajafanya lakini wametuahidi, lakini pia Yasi wametuahidi kutusupport kitalu chetu, lakini pia Vodacom wameahidi, lakini pia Taifa Gesi wameahidi. Kwa hiyo watazamaji wetu, wadau wengi akina Orex Gesi wameandikia barua ya kutufadhili. Tuna ufadhili wa aina nyingi, kuna ufadhili wa kuprint mabango, tunao mabango, kuna ufadhili wa maguta kubebea mbolea na kusambazia miti, kuna ufadhili wa nailoni za kutengenezea miti, kuna ufadhili wa nailoni za kufungia kufanya grafting, kuna ufadhili wa matenki ya maji, kuna ufadhili wa bomba, kuna ufadhili wa vitu vingi. Kwa hiyo kila ambacho unajisikia kufadhili, kutusupport. Video zingine nitatengeneza kwa ajili ya kuonyesha kile kitalu ambapo kipo. Nizungumzie kwa habari ya mbunge. Siwezi kumzungumzia mbunge sana kwa sababu kwanza ni mapema, lakini pia mbunge ndio amechaguliwa, hajaapishwa, hajaanza kazi. Kwa hiyo ikifika wakati ambapo nitakuhitaji, naweza kunishirikisha tuone naye mchango wake kwetu. Kwa hiyo kwa swali hilo bado ni mapema na hajaanza kufanya kazi. Kwa hiyo ikifika wakati tunamhitaji, tutampa barua ofisini kwake tuone kama anaweza kuleta mchango kwetu. Basi nashukuru mwenyekiti wa mazingira, balozi wa mazingira katika wilaya ya Same. Nashukuru. Siku nyingine ushauri ambao naweza kutoa wa mwisho kwa sijaondoka mbele ya kamera yako, kwamba swala la mazingira ni swala mtambuka. Swala la mazingira ni swala ambalo ni maisha ya watu. Oksijeni ambayo tunavuta tunategemea mazingira yawe safi. Kwa hiyo na wito wangu kwa Watanzania na watu wa Same kwamba tuhamasishane mmoja kwa mwingine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapanda miti ya kutosha sana. Tupigie simu katika 0679475871 mti wowote ambao unautaka tunaweza kukupatia kwa gharama nafuu kabisa. Asante sana.